Amani ya Bwana Yesu Kristo iwe nawe, penzi mtazamaji, katika jina la Yesu Kristo. Ni mimi kuhani wa Kifalme Bwana Yesu Kristo, Alistair Albano wa Gombo Maranatha Church, na kukaribisha katika kipindi cha tafakari neno la Mungu aliye hai. Leo tutaangalia kitabu kutoka kitabu cha waraka wa pili Paulo mtume kwa Korintho, ni ile sura ya kwanza, nikianzia na ile aya ya 8 hadi ile ya 11. Kubwa hapa nazungumzia kuhusiana na dhiki ya utumishi. Unapokuwa mtumishi wa Mungu, kuna dhiki ambayo unakutana nayo, ni masuala magumu au mazito unaweza kukutana nayo katika maisha ya utumishi, kitu ambacho baadhi ya watu wengine hawaamini kwamba unaweza kukutana nacho, na wanadhani kwamba katika maisha ya utumishi wa Mungu baada ya kuokoka ni maisha rahisi sana, hakuna changamoto zote, lakini ukweli kabisa kwamba ziko changamoto. Niombe kwa ajili yako. Mfalme na Bwana Yesu Kristo, ninakuomba uniwezeshe kufikisha ujumbe huu katika roho na mwili kwa ajili ya kila binadamu atakayefuatilia popote alipo katika sayari hii dunia, na pia iweze kuniimarisha kiroho katika utendaji kazi wako Yesu Kristo uliye hai. Amen. Na Mungu anasema katika kitabu hiki cha waraka wa pili wa Paulo mtume kwa Korintho, sura ile ya kwanza na aya ile ya 8 au mstari wa 8 hadi 11. Maana Mungu anasema hivi: maana ndugu, hatupendi msijue habari ya dhiki ile iliyotupata katika Asia, ya kwamba tulilemewa mno kuliko nguvu zetu, hata tukakata tamaa ya kuishi. Angalia hapa, mtume Paulo anaelezea kwamba katika safari yake ya utumishi kule Asia, kuna mahali alifikia walilemewa kiasi cha kuona mauti inawasogelea, kifo kiko karibu. Walitamani kufa, lakini kifo hakikuweza kuonekana, hakiweza kutokea. Unaona anaposema maana ndugu, hatupendi msijue habari ya dhiki ile iliyotupata katika Asia, ya kwamba tulilemewa mno kuliko nguvu zetu, hata tukakata tamaa ya kuishi. Kwa hiyo kuna mahali inafika katika utumishi wa Mungu, unapita mahali mpaka unajiuliza kwa nini niishi. Unatamani mauti, unatamani kifo kikupate kuliko kuendelea kuteseka. Anaelezea hapa dhiki, kitu ambacho Kristo pia alituambia kwamba katika kunitumikia mtakutana pia na dhiki. Watu wengi hawataki kuona kipindi cha dhiki, wanakikwepa, lakini kipo. Na asisemi kwamba hiyo dhiki itakuwa ni ya milele siku zote, hapana. Kuna mahali unapita ili kuimarishwa katika kazi ya Mungu. Tuangalie mstari unaofuata au aya inayofuata pale aliposema, naam, sisi wenyewe tulikuwa na hukumu ya mauti katika nafsi zetu, ili tusiitumaini nafsi zetu, bali tumtumaini Mungu afufuye. Kuna mahali unafika unaona kabisa kwamba kwa nguvu, kwa akili yako na kwa uwezo hakuna uzima tena, kwa hiyo unakata tamaa. Kwa hiyo bahati nzuri Paulo na wenzake wakakumbuka kwamba kilichobaki hapa ni kumwachia Bwana Mungu atuwezeshe katika hilo. Kuna mahali unapita ni pagumu sana katika utumishi wa Kristo ama maisha ya wokovu. Kwa hiyo unapoona karibu mauti inakaribia, unamwambia saa umwili, nafsi na roho na kabisa kwako, Bwana unitetee, unipiganie wewe mwenyewe. Na ndivyo alivyosema katika maandiko yake. Naam, sisi wenyewe tulikuwa na hukumu ya mauti katika nafsi zetu, ili tusitumainie nafsi zetu, bali tumtumaini Mungu awafufue wafu. Kwa maana kama walikufikia mahali kama wamekufa, kwa hiyo wakaomba neema ya Mungu ingie ya Kristo iwafanye wafufuke na kuendelea na kazi, kutokata tamaa. Okay? Tunaangalia pale katika mstari wa 10 pia aya 10 inasema, alituokoa sisi katika mauti kuu namna ile, tena atatuokoa, ambaye tumemtumaini kwamba atazidi kutuokoa. Kwa hiyo unaona pale Paulo anasema kwamba kwa hiyo alipita mahali pa kifo, hali ya kifo. Ni kama vile unaona kwamba uko usafiri baharini, alafu unaona ile chombo cha usafiri kimekataa, na nahodha anakuambia hapa ilichobaki tumwangalie Mwenyezi Mungu. Kwa kweli kwa juhudi zetu hata tujue tuko wapi. Tunaona hatuoni mwanzo wa ufuko ama bahari na kuishia ufukweni, hatuoni wapi tutakwenda kutua, tutaenda kutuliza, kupumzika ama kutua nanga, hatuoni popote. Kwa hiyo unafika mahali unaona hali kwamba unaona wingu limeshuka huku na huku limeshuka, alafu tufani ni kubwa, hakuna jinsi. Kwa hiyo kuna mahali watu unapita katika hali kama hizo, katika maisha ya kiroho, maisha ya kimwili, katika utumishi wa Mungu tunakutana vitu kama hivi katika maisha yao. Unaona akasema tusitumaini nafsi zetu, bali tumtumaini Mungu. Alafu akasemaje pale, kwa aliyetuokoa sisi katika mauti kuu namna ile, tena atatuokoa. Angalia kwamba baada ya kupita katika dhiki kuu kiasi kile, dhiki aina fulani katika maisha yao, lakini bado wakaendelea tena kufanya kazi ya utumishi wa Mungu, kupeleka injili kwa mataifa mengine. Na walipokuwa katika hatua pia wakakutana tena hali nyingine ngumu kuliko ile ya mwanzo. Akasema yule alituokoa kwenye ile ya kwanza, na hii pia atatuokoa. Kwa hiyo walikuwa na hali ya kutiana moyo, kuamini kwamba Bwana bado atawavusha. Kwa hiyo
Na napenda kukutia moyo mtumishi mwenzangu popote ulipo, wa Kristo aliye hai, mtumishi wa Bwana Yesu Kristo. Pengine kuna mahali unapita ni pagumu, panakasha tamaa, wale waliotegemea ungeweza kukutia moyo wamekata tamaa, nao hawana nafasi. Na wengine kutolea unabii, wengine kufunulia mafunuo mbalimbali, ukisema labda umekosea Mungu, utengeneze, umekengeuka, umetoka kutoka nje ya mstari. Vitu vingi vinaweza vikasema wakati mwingine unapopita, lakini unajua ni kwamba maadamu unajua kwamba unayemtumikia ni Kristo, na katika hali ya dhiki unayopitia wewe si wa kwanza katika hali hiyo. Wakati mwingine unaweza kukuta hata kanisa linakuacha, wale ulikuwa unategemea kuondoa wanaondoka na kuacha, unabaki peke yako. Wakati mwingine hata mke wako au mume wako au msaidizi wako wa karibu ni muamini na anaondoka, na wanasema maneno wanaweza kusema. Kuna hali unapokutana na hali fulani ya sintofahamu, na pale shetani anaweza kuibua madhaifu yako yote na kuweka hadharani ili kukuhakikisha kwamba tunaona hata hili, tunaona hata hili, lakini yale mema yote ambayo uliwahi kuyafanya na ule utakatifu uliokuwa unaonekana mwanzo unakuwa umefutwa. Na ikiwa ulijua aliyekuita, maono ulionayo na utumishi ulionao umetoka kwa nani, nikushauri kwamba usikate tamaa na jitahidi kuzuia kinywa chako kuwa usimwepesi wa kusema au kujibu yale ambao unakoona wanasema. Mwachie Bwana, yeye mwenyewe atakutetea na kukuvusha. Tunaona hapa Paulo alisema kwamba alituokoa sisi katika mauti kuu namna ile, tena atatuokoa ambaye tumemtumaini kwamba atazidi kutuokoa. Kwa kitu kikubwa, weka tumaini lako kwa Bwana. Weka tumaini lako kwa Mungu ambaye ndiye aliyekuita katika huduma, aliyekuita katika utumishi huo ulionao. Weka tumaini lako kwake, si kwa mwanadamu, si kwa mazingira unayokutana nayo au mazingara unayokutana nayo au hali unayokutana nayo, hali sitofahamu katika utumishi wako unaomtumikia Mungu. Na nikwambie, wakati mwingine unapopita katika hali ya ugumu, hilo eneo ni gumu, ujue kwamba kuna kitu cha thamani kiko mbele yako. Umebeba kitu kikubwa cha thamani. Endelea kumwomba Mungu, endelea kunyenyekea, endelea kumkiri kivyote bila kukata tamaa. Tunaona hapa katika aya 11 inasema, ninyi nanyi mkisaidiana nasi kwa ajili yetu katika kuomba. Umeona kuna watu ambao unapopita katika hali hiyo, wewe unaipitia katika hali ya utumishi na ugumu, kuna watu wanaokuombea hata kama wakutaji kwa jina lako, lakini kuna watu wanaokuombea kama hivi tunasema tunakuombea mtumishi katika ile magumu unayopitia, katika ile dhiki unayopitia, katika changamoto unazopitia. Kuna watu wanaokuombea. Nasema aya 11, ninyi nanyi mkisaidiana nasi kwa ajili yetu katika kuomba, ili sababu ya ile karama tumepewa sisi kwa msaada watu wengi wote watoe shukrani kwa ajili yetu. Kwa hiyo nikutie moyo mtumishi ambaye unapita katika dhiki, katika hali fulani ngumu pale ulipo, katika jina la Yesu Kristo mtakatifu wa Mungu aliye hai, ujue kwamba kuna watu nyuma yako wanaokuombea. Kuna watu wako pamoja nao hata kama waonekani, waoni katika macho ya nyama, lakini katika ulimwengu wa roho wako watu wanaofunga na kuomba na kuombea watakatifu, kama tulivyoelekezwa na Bwana kwamba tukumbuke kuombea utumishi wake, tukumbuke kuombea watakatifu wa Bwana. Na niseme kabisa kwamba wakati tunapopita katika hali kama hiyo, badala ya kuomba unaweza kujikuta unanung'unika au unalalamika na kujilaumu na kujijutia na kuanza kuwahukumu watu na kutaka kutoa maneno ya laana kwao. Sio kitu kizuri sana. Kitu kikubwa hapa ni kujua kwamba hiyo dhiki unayopitia ni ya muda, lakini baada ya muda utakwenda katika maisha ya furaha na amani na ustawi mkubwa ambao Kristo ameelekeza kwako katika maisha. Kwa hiyo nizungumze nawe mpendwa mtumishi wa Bwana Yesu Kristo ambaye unatufuatilia popote katika sayari hii dunia, utambue kwamba dhiki yako unayopitia ni ya muda. Ni kama vile unapimwa kiwango chako cha imani, na Kristo anakupima kujua kwamba je, utaendelea kuwa pamoja naye au utamwacha katika mapito hayo magumu unayopitia. Ujue kwamba kama anakupima, anaangalia lakini pia sio kukupima, pia anakuimarisha ili uwe hodari na uzidi kuwa shujaa katika hali unayopitia. Kikubwa usimwache Kristo katika dhiki ambayo unaipitia, haijalishi ni ambayo unaona kabisa mauti hapa, kifo hiki hapa. Usikate tamaa, endelea kumuita Kristo. Nimesema kwamba haijalishi kama kanisa zima limeondoka alafu umebaki peke yako. Haijalishi wameanza kutoa mahubiri mapya, wameanza kutoa mafundisho mapya juu yako, wamechukua maandiko ambayo wanadhani ni sahihi, ambayo ulidhani wangekutia moyo, lakini wanazidi kukukandamiza na kukuumiza na kukujeruhi moyo. Wewe kikubwa usikate tamaa katika hilo. Usikate tamaa, haijalishi uko ndani ya gereza, haijalishi uko ndani ya kifungo, haijalishi umefika kwa mahali kwa sababu ya utumishi unaofanya.
watu wamekukataa kwa sababu unahubiri kweli, hawataki tena kusikiza kweli, wanataka kufundishwa mahubiri laini ya kupaka mafuta yani maana yake ya kubembeleza, ya kudanganya, ya kuvutia, ya kuleta matumaini ya uongo ambayo hapo. Hawataki tena kusikia mafundisho yenye kuonya, mafundisho yenye kuponya, kuokoa roho, nafsi na kuweka watu katika uzima wa milele, kuhusu maisha ya milele, na sio maisha haya ya muda hapa, maisha yajayo, kwamba utambue kwamba hapa duniani tunapita. This is not our sio nchi yetu, this is not our land, so we have another land we have to go, we must go. Tuna nchi nyingine mpya ambayo tutakuwa tuende, lazima tuende hiyo nchi. Tunapita hapa. Hata Kristo alisema nakwenda kuandalia makao, na nikisha kuandalia nitakuja niwachukue. Ina maana kwamba kuna makao mengine ya milele. Kwa hiyo hata kama unapita kwenye dhiki ya mauti, hata kama dunia inakukataa yote kwa sababu unafundisha kilicho cha kweli, usikate tamaa, endelea kufundisha hiyo. Wako ambao wanasikiliza, wako ambao wanapona, wako ambao wanakubaliana na hicho unachofundisha, angao waone kwa macho ya kawaida, lakini wapo watu wanaotaka hiyo kweli, wako wanaotafuta ukweli. Kama kuna fake, basi kutakuwa na original au genuine, itakuwepo ya ukweli kabisa. Kwa hiyo maana kwamba endelea kufundisha kweli, endelea kusimama katika Kristo. Tunakumbuka mtumishi wa Bwana maarufu alijulikana kwa jina Ayubu. Kuna mahali alipita hapa gumu kuliko wewe na mimi tunakopita. Akafika mahali yule msaidizi wake wa karibu ambaye ni mke wake akamwambia, si mkufuru tu huyo Mungu ufe. Anasahau kwamba aliyepitisha katika hiyo dhiki na leo hapa katika zile raha na furaha zote ni huyo Mungu. Anayeruhusu kuleta neema au kuleta baraka au kutokuleta baraka ni huyo Mungu. Yeye mwenyewe ndiye anaruhusu mtu afe, na kuna mwanadamu anaweza kufa bila kibali cha Mungu kuruhusu kwamba huyu aondoke. Lazima kuwe na kibali. Kwa tunaona Ayubu mwenyewe alifika mahali akaambiwa na mke wake mkufuru Mungu, lakini Ayubu alisema kwamba Mungu anaweza atupe tu mema tu na mengine asitupe. Kwa alijitambua kwamba Mungu huyo bado akumkufuru Mungu. Akukufuru Mungu, akazidi kuheshimu kwamba ni Bwana anaruhusu hayo. Kwa sababu anajiangalia kwamba kuna mahali alitenda dhambi, washauri wake walikuja kufuata, labda kuna dhambi umetenda mtumishi, utengeneze, tukuongoze, utengeneze. Leo wengine wakasema tukuongoze sala ya toba kwa upi mtumishi wa Mungu. Kwa nini hii hali inakutukia wewe tu, majanga yote, matufani yote, visa vya mikasa au maskendo mbalimbali yote yanakuangukia wewe tu? Kwa nini mwaka huu wewe tu? Ina maana wewe kuna kitu ambacho hujakaa sawa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Niseme na mtu mmoja katika jina la Yesu Kristo, pale ulipo mtumishi wa Mungu, hizo kelele, hayo maneno yapokee na kuyaweka kumkabidhi Bwana. Mwambie Bwana, hii mizigo si ya kwangu, nisaidie Bwana kubeba. Nisaidie Yesu kubeba. Sema njooni kwangu nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Mathayo sura ya 11:28 pale. Mwambie Bwana Yesu, hii ni mizigo ya watu, maneno wanayosema juu yao. Lakini endelea kuombea rehema, endelea kuwasamehe, endelea kuwabariki, usiwakasirikie, wasamehe tu. Wengine utakuta watoto wako walikwisha kuzaa lakini unasema mengine mabaya. Yesu kukatisha tamaa. Ng'ang'ana tu, kaa vizuri na Mungu wako. Endelea kumkiri Kristo kwamba ni Bwana Mwokozi katika maisha yako. Endelea kuhubiri, endelea kufundisha, endelea kutumika shambani mwa Bwana Yesu Kristo. Usikate tamaa na yale mazingira unayokutana nayo magumu. Tunaona hapa Paul anasema katika maandiko haya matakatifu, anasema, maana ndugu, hatupendi msijue habari ya dhiki hili ilitupata katika Asia, ya kwamba tulilemewa mno kuliko nguvu zetu, hata tukakata mama ya kuishi. Kwa kuna mahali unafika unasema, hivi kwa nini naishi tena? Hakuna haja ya kuishi. Kama hali ndio kama hii, kama hali ndio hii ni ngumu. Kuna wakati unakuta hakuna maji ya kunywa, hakuna mkate, utakula wapi? Hakuna pa kulala pazuri. Hali ni ngumu, hali haisomeki, haieleweki. Mfuko umekataa, watoto wanakupigia kelele wakiona wakimwili, wasema kiko wapi? Umepotea mtumishi, umekwisha anguka. Ndio maana Mungu anakupiga, anakupitisha hapo. Wewe umeshafanya dhambi, umeshafanya uasi, umeanguka. Tengeneza maneno mengi, lakini kumbe wakati mwingine Mungu anakupitisha hapo ili kukupima kiwango chako cha imani, ili kukuimarisha. Bwana Yesu asifiwe. Hivi karibuni niliona ndoto moja katika maisha yangu. Ndoto ambayo imekuwa ikijirudia katika siku hiyo moja, ikajirudia mara kwanza, mara pili. Ndoto nimeona ya kwanza nimeona mwanamke ananitokea. Baada ya muda yule mwanamke akabadilika akawa chui. Akataka kama kunishambulia, nikasikia hofu, nikaogopa sana kama mwanadamu, kusema wiki mbaya namna gani cha namna hii. Lakini baadaye nikasikia sauti ya Kristo inaniambia, mimi niko ndani yako, usimwogope huyo.
unaye mamlaka na uwezo umeweka ndani. Kutumia neno langu kumkemea huyo. Nikatumia maandiko niliyokumbuka pale kwa msaada wa Kristo, yule chui akaondoka, akarudi katika hali ya chui akapotea. Alafu baadaye tena akarudi tena katika hali ile, hakuchoka. Kwa hiyo arudi tena katika hali ya kichwa kinakaa cha binadamu, baadaye kabadilika kwa cha chui, mara akarudi tena kama chui, kama ataka kunishambulia. Nikasema tayari nishajitambua kwamba aliye ndani yangu ni mkuu kuliko huyo chui. Nikamwambia kwa jina la Yesu Kristo, kwa maandiko ya Mungu alioniongoza wakati ule katika ndoto, yule chui akatoweka, hakurudi tena. Lakini pia nikaota siku nyingine iliyofuata, siku ya pili yake tena ndoto nyingine, nikaota ndoto ninatembea mahali. Wakati ninatembea nikaona maji yananifuata. Ni kama vile mto, baadaye ukatanuka ikawa kama ziwa, likatanuka kama bahari, inakuja mahali niliko kwenye nchi kavu inanifuata. Nikaanza kushangaa, hii ni kitu gani? Haya inafanya mafuriko yananifuata. Mafuriko ya maji yanakuja kwa wingi. Nikaanza kupata hofu na mashaka. Nikasema hii ni kitu gani? Baadaye nikasema niambia, nimekupa mamlaka. Nikasema hautafika kwenye nyao za miguu yangu. Hautafika mahali nilipo. Yale maji yakasimama, hayakuendelea tena. Nikalala, nikaamka tena, nikalala tena, ikatokea tena vile vile. Yale maji yakaja tena kwa kishindo kikubwa zaidi, yananifuata kule nipo kwenye miguu yangu. Nikasikumbuka tena niambia, hautafika kwenye miguu yangu. Yakarudi, hayakufika pale. Akasema hapa nilipoamuru hayakusogea tena. Lakini pia nikaota tena nikaonyesha tena, nikalala tena, nikaonyesha tena ndoto nyingine inayofanana na hiyo hiyo. Nikaonyesha niko kwenye gari moshi ama train. Kwa niko train, lakini pia tuko kama na wanafunzi wengine mbalimbali, tuna kama wanaenda katika hali ya shule ya wanafunzi. Na tuna sare za shule, tunaenda. Alafu nikaona ile chombo tunaposafiri gari moshi, ardhi inatitia. Ardhi inataka kuzama na treni ile inaenda ardhini. Nikasikia sauti omba. Nikaomba, nikasema ardhi haitatumeza. Ardhi ikafunga, gari moshi likaendelea na safari. Tukaendelea na safari, tukawa salama. Nikasema hiki ni ndoto kama moja inayofanana, kwamba kuna vitu ambavyo adui anajibu kutisha na kutisha tamaa. Kwa hiyo nikamshukuru Mungu baada ya kuomba tena ile hali haikutokea tena, ile yule chui wala hali ile ya ardhi kutetia ama ile hali ya mafuriko kunifuata. Kwa hiyo ikawa imezuia. Kwa hiyo tumepewa mamlaka na uwezo. Tafsiri hizo ndoto kwa namna moja ni kwamba inaonyesha kwamba kuna majanga, kuna majaribu, kuna mitihani mikubwa iko mbele yetu ambayo inatukuta kama watumishi wa Mungu. Na nikuta kwa inatakuwa itakapotokea nisimame upande ule wa Kristo pekee. Nisimame upande ule wa Kristo, nimepewa tayari mamlaka. Ukikumbuka katika neno la Mungu tumepewa mamlaka ya kukemea na kuamuru chochote kwa msaada wa Kristo aliye hai. Tunaona hapa Paulo alisema katika maandiko, akasema naam, katika mstari wa 9, naam sisi wenyewe tulikuwa na hukumu mauti katika nafsi zetu, ili tusitumainie nafsi zetu bali tumtumainie Mungu afufuaye. Kwa hiyo naona pale nilifika mahali nikagundua okay, kwa nguvu zangu na kwa akili yangu nisiweza kupambana na yule chui ambaye anabadilika mara nusu mwanamke mara chui, lakini pia siweza kupambana na ile mafuriko yalikuwa yanakuja mbele yangu ya maji, yalikuwa yangefikia ngenichukua na kuondoka naye. Kwa hiyo ingesababisha labda mauti kwangu, lakini niliweza kuyakemea, nikamwambia hautavuka hapa nilipo. Kwa nilipotamka yakaishia pale pale. Ni kama vile nimezuia bahari isitoke kule baharini kwenye eneo lake kuja huku nchi kavu. Kwa hiyo haikuweza kuja tena. Maana yake ni kama majanga ama maskendo ama changamoto ambazo zinaonekana ziko mbele yangu, ama dhiki iko mbele yangu, lakini Mungu amenipa nafasi ya kuikemea isinifikie wala ikanichukua. Nimeona hiyo. Lakini pia ili kupasuka kwa ardhi itakayemeze, Yesu anaonyesha kwamba kwa dakika hili usiweze ukamezwa na hiyo ambacho naona pia. Kwa hiyo labda ninamshukuru Mungu kwa ajili hiyo. Tunaona hapa Paulo aligundua kwamba yuko Mungu anaweza kuwafufua. Maana yake moyo wao au mioyo yao ilishazimia, ama ilishakufa na kuona hakuna jinsi tena, hakuna pa kukimbilia, hakuna msaada. Ndipo walipogeuka na kumgeukia Bwana na kumwambia, Bwana, katika hili na kuhitaji ututetewe mwenyewe, wewe ndio unayetufufua. Kwa hiyo walipomwita Bwana kwa imani, Paulo akafufuka tena, wakavuka kutoka kwenye dhiki kwenda katika hatua nyingine. Na hata walipokutana na dhiki inayofanana hiyo tena, wakasema tunajua wewe unayetuokoa, hata ile pia utatuvusha. Nimeelezea hapo kuhusu ndoto kama 3 tofauti ambazo zinafanana, kwamba nilipomuita Kristo, nilipoamini jina lake na neno lake, Kristo alinitetea. Kuna mahali hauhitaji kutumia uzoefu wako wa kimwili au wa kiroho wa kawaida, unahitaji kuongozwa na kumsikiza sauti ya Kristo, kusikiza sauti ya Roho Mtakatifu ndani yako itakayokupa maelekezo nini cha kusimamia, wakati gani kufanya kitu gani,
Na kikubwa nilichojifunza katika haya, yajalishi unapita kwenye janga gumu kiasi gani, usiruhusu hofu katika maisha yako, usiruhusu kelele za kuzisikia za nje, ruhusu tu kusikia sauti ya ndani ambayo ni Roho Mtakatifu ambaye atakwambia nini cha kufanya. Lakini kingine kikubwa zaidi, jitambue kwamba ikiwa wewe ni mtumishi wa Kristo, tambua kwamba Kristo ndiye anayetakiwa kuishi ndani yako na sio hofu. Usiruhusu kuishi wewe ndani ya hiyo moyo wako au nafsi yako. Ruhusu Kristo mwenyewe ndio aishi ndani yako. Mpe nafasi ya kwanza huyo Bwana Yesu Kristo awe na nafasi kubwa ndani yako kuliko mazoea yote, uzoefu na yote, dini yako, dhehebu lako, cheo chako, nafasi yako, elimu yako, uwezo wako wa kimwili, sikiliza watu wanapokuelezea kuhusu kwamba wewe ni mtumishi namna gani. Ruhusu kumpa nafasi ya kwanza Yesu Kristo. Tunaona hapa Paulo alisema maneno mazuri yalikuwa yanaleta matumaini. Anasema hivi, na sisi wenyewe tulikuwa na hukumu ya mauti katika nafsi zetu, ili tusitumainie nafsi zetu bali tumtumainie Mungu awafufuaye wafu. Kwa hiyo kuna mahali unapopita katika hali ya dhiki yote ile ambayo ni ngumu, kumbuka maneno haya kwamba yuko Mungu ambaye ndiye tunapaswa kumtegemea, na kupitia kwa maana mpendo wa Yesu Kristo, Bwana wetu Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai, kwamba tunamtumainia katika hii dhiki, kwamba yupo atakayetutetea. Lakini Kristo pia tunakumbia yeye ndiye ufufuo na uzima. Yohana 11 mstari wa 25 26 anasema yeye ndiye ufufuo na uzima. Kwa hiyo atakufufua hata kama umefika mahali kwamba hapa lolote linaweza kutokea, yani ni kifo tu, ni mauti tu. Anasema imeandikwa heri wafu katika Bwana. Anasema hata kama nitakufa katika Bwana, katika hii dhiki na ruhusu nife katika Bwana. Sitamkana Kristo, sitamkataa Kristo kwa sababu ya mahali napita katika hali hiyo dhiki nayopitia, bali nitaendelea kumkiri Kristo kuwa ni Bwana na Mwokozi katika maisha yangu, na ndiye njia ya kweli na uzima, na ndiye msaada wa kweli, kwa sababu hakuna jina lingine chini ya jua lipasalo kuokolewa kwa mwanadamu chini ya mbingu tulilopewa isipokuwa ni jina la Kristo. Kwa hiyo tunaamini katika hilo. Kwa katika moyo wako, badala ya masononeko na huzuni na kukata tamaa, endelea kumkiri Kristo, endelea kukiri kwamba Yesu Kristo bado kwako ni Bwana na Mwokozi katika dhiki hiyo unayopitia, kwamba dhiki unayopitia bado Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi katika maisha yako, na ndiye anaishi ndani. Unamwambia kabisa, mimi nafsi yangu na roho na mwili vilishakufa zamani pamoja na Bwana, kwa hiyo anaishi ndani yangu alista ni Bwana Yesu Kristo wa Nazareth. Yeye ndiye anayeniwezesha kuvuka hatua nyingine. Kwa hiyo tunaona kabisa hapa sema katika maneno haya alisema mstari ile aya 10 katika hii sura ya kwanza ya waraka wa pili kwa mtume kwa Korintho, anasemaje? Anasema katika aliyetuokoa sisi katika mauti kuu namna ile, tena atatuokoa ambaye tumemtumaini kwamba atazidi kutuokoa. Nimeona mimi pale alivyoniokoa dhidi ya yule chui aliyekuwa anabadilika kama mwanamke, lakini pia akaniokoa katika ile tufani ama ile gharika ilikuwa inakuja maji, akaniokoa pia katika ile janga la kuonekana kwamba ardhi inatitia, yani ilikuwa itumeze, lakini ilipokemea ile ardhi ikakataa kutumeza, ikawa upande wetu, ikatupigania. Kwa hiyo kumbe wakati mwingine nikwambie kwamba Mungu anasubiri useme kitu. Yesu anasubiri kumtaje yeye katika uweza. Kwa hiyo kwenye hiyo dhiki unayopitia, ni neno unamtaja, dini, dhehebu, waumini, kondoo uliokuwa nao, watumishi wenzako, viongozi wa dunia hii, ukoo au kabila au jamaa au chochote unacho, unataja nini pale kwenye shida? Bwana Yesu akusaidie kukumbuka kuliita jina lake. Anasema kila liita jina lake ataokolewa. Liite jina lake. Usiite hayo majina mengine ya duniani. Usikae katika uzoefu wa dini yako ajilishi ni mashuhuri kiasi gani. Mwite Kristo Yesu. Mwite Bwana Yesu Kristo katika hayo unayopitia. Kuna wakati nazungumza na mtu hapa, unanielewa, mtumishi wa Mungu, sikiliza, kwenye hiyo dhiki unayopitia unaliita jina la nani? Unatamka maneno gani? Maneno yapi? Ya aina gani? Mwite Kristo. Mkiri Kristo kwamba katika hii dhiki yupo anayefufua, hata kama huu mwili utakufa. Katika hii dhiki nayopitia, bado ninajua ndani yangu anaishi Kristo Yesu, ambaye alishinda kifo na kaburi, ambaye alishinda mauti. Huyu ndio ana nafasi ya kwanza katika maisha yangu. Mpe nafasi ya kwanza kuliko chochote. Nazungumza na wewe mahali ulipo. Mpendwa katika jina la Yesu Kristo, hajaishi katika Amerika ya Kati ama Amerika ya Kusini ama Latin America tuseme, ama huko Asia ama huko Ulaya ama Australia ama Afrika, ama katika maeneo yote katika hii bahari au dunia hii, side dunia unakoishi. Wapi unapita katika gumu,
kijiji fulani, kitongoji fulani, kisiwa fulani, kwenye bahari, kwenye milima, kwenye theluji, kwenye jangwa kavu, uko kwenye gereza, kwenye mapito magumu kwa sababu ya kumhubiri Kristo. Umebaki peke yako, umebaki peke yako, umebaki peke yako, umebaki wachache watakatifu wa Mungu hapo mlipo. Msikate tamaa. Mwiteni Kristo, mwambie Bwana, katika hili tunajua uko pamoja nasi. Uko pamoja nasi. Hautatupungukia, hautatuacha. Hata tukifa tunakufa katika Kristo, na tutafufuka katika Kristo. Haijalishi tunapita katika hali hii, lakini kwa ajili ya Kristo hatutakuwa kuacha Kristo. Niombe kwa ajili yako. Mfalme wa wafalme na Bwana wa Bwana wangu Yesu Kristo wa Nazareti hai. Ninaomba kwa ajili yangu na kwa ajili ya yule ambaye anapita katika dhiki. Mtumishi wako anayepita pale, yule kuhani, yule mchungaji, mwalimu, yule mjilisi, nabii, cheo chochote, nafasi yote, ili na kondoa, ni kijana ambaye ameokoka karibuni, kondoo wako aliyekuwa karibuni, anapita katika dhiki, ameachwa, ametelekezwa, anapitishwa kwenye mateso ili amkatae Kristo. Mpendwa, katika jina la Yesu Kristo usimkatae Kristo. Haijalishi wamesema watakuzika ukiwa hai, haijalishi wamesema watakuchinja, haijalishi wamesema watakutoa mahali fulani, ng'ang'ana katika jina la Yesu Kristo. Ng'ang'ana katika jina la Yesu Kristo. Ng'ang'ana katika jina la Yesu Kristo. Endelea kukaa katika uwepo wa Mungu. Endelea kutafuta uso wa Mungu katika roho na kweli. Endelea kutafuta uso wa Mungu katika roho na kweli. Endelea kusimama katika jina la Yesu Kristo. Endelea kuomba katika roho na kweli. Katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo linatamka katika ukuu na uweza. Mungu Baba akutetee, Mungu Baba akuponye, Mungu Baba akuvushe katika hali unayopitia. Hali unayopitia mtumaini Yesu Kristo kiroho kinafsi katika jina la Yesu Kristo. Mungu Baba, naomba umtegemeze mtumishi wako anayepita katika dhiki ile anayopitia. Haijalishi ni ngumu kiasi gani, asizime moyo, asikate tamaa, hata kama anaona mauti yako mbele yake. Tunapita pamoja naye, tunakuwa pamoja naye, tunateseka pamoja naye, tukimwomba Bwana Yesu Kristo umuimarishe kiroho, avuke mtakatifu wako. Katika jina la Yesu Kristo ninaomba na nikiamini Bwana Yesu unatenda zaidi kile ambacho tunanena, zaidi kile ambacho tunaomba katika jina lako Yesu Kristo. Mimi kwani kusema Bwana Yesu Kristo, Lista Albano kutoka Gombo Maranatha Church, nikikutakia amani ya Kristo iwe nawe sasa na hata milele. Amen.